msaada wa Mungu ni wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wa kipekee inamaanisha ni special, si kama wenye unaweza patikana mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tusome katika kitabu cha Wafalme wa Pili 6. 2 Kings 6. Soma kuanzia 24 mpaka 27. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 24 inasema hivi: ikawa baada ya hayo, Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akauzuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama, wakauzuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mbavi ya jiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidiaje mimi, ya sakafuni au ya shinikizoni? Amen. Amen. Wacha nisome na hii hapo. Na wakinya atire Ben-Hadadi mũthamaki wa Suriata agĩcokanĩrĩria mbũtũ ciake ciothe cia ita, akĩambata akĩrigicĩria Samaria agĩtunyane. Nakuo gũkĩgĩa ng'aragu nene mũno kũu Samaria, na atĩrĩrĩ magĩgĩikara marĩrigicĩirie o nginya mũtwe wa ndutura magĩgĩikara marĩrigicĩirie o nginya mũtwe wa ndigiri ũkĩagwendio cekeri 80, ona kĩo kĩbaba kĩmwe kĩa mai ma ndutura gĩkĩendio cekeri 5. Na rĩrĩa mũthamaki wa Isiraeli ahĩtũkaga oro ũguo arĩ rũthingo-inĩ igũrũ, agĩkaĩrwo mũndũ wa njogu akĩmwĩra atĩrĩ, mũthamaki ũyũ mwathi wakwa ndeithia. Nake akiuga atĩrĩ, Jehova angĩaga gũgũteithia-rĩ, niĩ ndagũteithia nakĩ? Ndikĩrĩ na kĩndũ kiumĩte kĩhuhĩro-inĩ kĩa ngano kana kĩhihĩro-inĩ kĩa ndibei. Na tuombe. Baba yetu, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno lako lililo hai, Bwana wa mabwana, ambalo Mungu wetu hujenga na hubomoa, hupanda hung'oa. Baba yetu, naomba kwa jina la Yesu kaweza kuachilia neema juu ya watu wako na juu yangu, Bwana wa mabwana, ili mtakatifu mwenye rehema ukaweza kutuhudumia na kutunenea sawasawa na mapenzi yako Bwana. Unasema ya kwamba neno lako ni hai na lina nguvu, na hebu Bwana neno hili likatupatie uhai na nguvu zake zikafanya kazi katika maisha ya mtu mahali hapa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Naomba roho hekima na ufunguo Mungu wetu, ili Jehova tukayashika na kuyajua mapenzi yako, katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Amen. Nimesema ya kwamba nataka kunena kuhusu msaada wa Mungu, na nikuambia ya kwamba msaada wa Mungu ni wa kipekee. Ni wa kipekee na njia gani mpendwa? Na njia hii, maana mahali ambapo hakuna msaada unaweza toka, hata kwa nani, Mungu anakuaga na msaada wake. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wetu
hakuna wakati kwake kunakosanga msaada, hata kama ni upi. Bwana Yesu asifiwe. Jangwani hakukosa msaada. Jangwani kunakuwaka kazi, na huko jangwani alipatiana chakula, alipatiana maji. Kwa nini? Kwa sababu msaada wake ni wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninatafakari kuhusu huduma ya Yesu. Biblia inaongea na kusema ya kwamba ilifika mahali watu wakakaa na Yesu siku 3 akiwafundisha. Akauliza wanafunzi, na hawa watu tuwapatie nini? Na hatuwezi kuwaambia waende tu, maana watazimikia njiani. Na Biblia inasema ya kwamba aliwauliza wana nini. Walichokuwa nacho kilikuwa kidogo kana kwamba hata hakitajiki. Bwana Yesu asifiwe. Watu 5,000 mikate 5. Hiyo ni kitu hata mtu amekuwa naye na anyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Nitatu akiwa kupika na wewe na wewe ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Kuulizwa kuna mtu ana pesa, unaweza ongea. Bwana Yesu asifiwe. Hitaji ni 5,000, lakini uko na shilingi 10 kwa mfuko. Kuulizwe kuna mtu ana pesa, unaweza ongea. Ni ndio no waanze unaye kibana ile. Bwana Yesu asifiwe. Wala utasiru hiyo si pesa. Ilikuwa hivyo kwamba hitajika chakula ya watu 5,000, lakini samaki ni 5. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakanyamaza, lakini mtu aliyeitwa Filipo akasema ya kwamba hapa kuna kijana aliye na mikate 5 na samaki 2. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akasema ya kwamba na viletu. Na kwa sababu msaada wa Mungu ni wa kipekee, Biblia inasema ya kwamba alinua, akashukuru, akawaambia wagawanyeni. Na Biblia inasema walikula na zikabaki. Kumaanisha ya kwamba hata hawakukula zao, walikula za Yesu na wakazidishiwa zingine. Bwana Yesu asifiwe. Matia ile wakapewa 5 pamoja na kila aliyeniza hiki 5. Kumaanisha Yesu aliweza kuleta msaada wake kwa hiyo kidogo yaliyekuwa, awaonyeshe ya kwamba sihitajiki yenu, nina uwezo wa kuleta msaada mahali ya kuna. Haleluya. Amen. Hiyo saa ingine tunaonanga kama kana kwamba tunasaidia kwa mtu. Bwana asifiwe. Amen. Mbona nitumia modo wangu shiki atatupenda ya gani? Upendo. Kukuja kanisa usaidii huku. Na hufurahishi Mungu, unajifaidi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ni vizuri kujuana hivyo. Siendi kanisa kwa sababu ya watu. Ninaenda kanisa kwa sababu ninataka ushirika wangu na Mungu. Hata huendi kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya ushirika wangu na Mungu. Wewe nitaweka. Bwana Yesu asifiwe. Haukuji kwa sababu ya Mungu, unakuja kwa sababu ya ushirika wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kama ni Mungu kukuja kanisa, hata kwako unaweza kaa na uabudu. Lakini unahitaji yule mwingine ambaye ako katika sura na mfano wa Mungu. Unakuja kwa sababu ameahidi mwili wakati nitakuja, na unatamani huo ushirika ndiposa ulikuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri kujua ya kwamba wakati mwingi Mungu ana msaada wa kutosha, hata wakati hakuna matumaini, hata wakati hakuna la kupendeza, Mungu ana matumaini ya kukusaidia. Kana mbele na watu wanaokusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia imeongea kuhusu nchi ya Samaria. Mfalme wa Suriata akapanga jamu avamia wa Suriata. Na Biblia inasema ya kwamba akaunganisha jeshi lake wakazunguka Suriata. Kumaanisha hakuna mtu wa kuingia wala kutoka. Na mstari wa 20
na saba ikasema ya kwamba na tano ikasema ya kwamba kukawa na njaa imeingia katika mji na hakuna yule anaweza toka ama aingie, na njaa imekuja. Bwana Yesu asifiwe. Njaa ikikuja tena, wapendwa, tunaweza enda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa wakati huo njaa imekuja, lakini wamezungukwa, hakuna kutoka wala kuingia. Na Biblia inasema ya kwamba njaa ikazidi kiwango ya kwamba mpaka mfalme alikuwa na njaa. Unaona what you see? Kila state house ni kuhupe. Bwana ni roho. Amen. Unajua saa hii naona njaa ikikua sana, watu wanaandamana. Kuna wakati sikukagi, wakati wa Moi watu walienda state house juu ya njaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule mpaka kwa mfalme kulikuwa na njaa. Na Biblia inasema ya kwamba ameongea akasema hapo kuna mavi ya jiwa watu walikuwa wamefikia kiwango ya kulikula. Kichwa cha punda kilikuwa sijui nyama zilikuwa zishakuliwa ama mbona wanaongeaka, Biblia inaongeaka kuhusu kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikana kwamba ni kitu haikuwa inakuliwa. Ninaona hata zenye zinaipia kwa vichwa ndivyo zinabakiki. Nikana kiafukea fuga nikiki maarufu kana nenda rudia. Bwana Yesu asifiwe. Sijuagi, lakini hata wakati huo wanaongeaka kuhusu vichwa vya punda. Kuna zile pesa ilikuwa inatoka shekeli 80. Naye mavi ya jiwa kwa wakati ule ninaamini ndio ilikuwa unga. Biblia inasema ilikuwa na bei yake na bei ya juu. Na Biblia inasema kuna wamama hapo ambao walifika mahali wakasemezana, sasa wacha tukule watoto hapo chini hatukusoma. Na wakaambiana leo tukule wako na kesho tukule wako. Walipokula wa kwanza, wa pili mfalme alikuwa anazunguka katika ukuta wa mji. Yule mama akamuona, akamwambia mfalme, nisaidie. Akaambia mfalme, kuna njaa, tunakula mpaka watoto watu washakuliwa na hatuna wa kukula kesho, maana yule mwingine mama yake amekataa. Akamlilia mfalme, akamwambia mfalme, nisaidie. Bado ninasema ya kuwa akajitia pia na moyo wake, unasema nikusaidie aje? Bwana Yesu asifiwe. Maana hata mfalme mwenyewe anajaa. Biblia inasema ya kwamba alimuuliza, Mungu asipokusaidia mimi nitakusaidiaje? Na hata kwako bahari kama inasiagiwa hakuna kitu, bahari kifai hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inatuambia hata kwa mfalme kulikuwa na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Na akauliza huyu mwana, Mungu asipokusaidia nitakusaidiaje? Uliza jirani, Mungu asipokusaidia utasaidikaje? Mungu asipokusaidia nitakusaidiaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio nitakusaidia utasaidikaje. Bwana asifiwe. Bado wacha nikuambie, tumefika mahali ambapo tunahitaji msaada wa Mungu na Mungu pekee yake. Haleluya. Amen. Maana Mungu asipokusaidia, jirani hana msaada, kiongozi hana msaada, mfalme hana msaada. Bwana Yesu asifiwe. Matajiri wa kijiji hawana msaada. Mungu asipokusaidia, hakuna mahali pengine msaada utatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sasa komple limejaa Kenya yetu. Fulani haitakuwa hivi. Ndio wamekula nchi wenye wamekula, wameiba wenye wameiba, lakini mpendwa, Mungu asipokusaidia unajana yako ya kuwapeleka.
Bwana Yesu asifiwe. Hauna. Kwa hivyo hapa ni wewe msaada wa Mungu sasa tutatafuta. Na wacha nikwambie mpendwa, Mungu wetu ana msaada wake, ana msaada wa watu wake. Ule ambao sisi hatuwezi jua, ule ambao sisi hatujui njia yake. Wakati huyu mama aliyekuwa hivi, labda alijiuliza, na unaniambia hivyo, na msaada huu unaweza toka wapi? Tunazungukwa na maadui, ndiyo hiyo, msaada utatoka wapi kwingine? Lakini wacha nikwambie mpendwa, msaada wa Mungu hautoki kwenye tunaona. Wakati tunapituka tunaona hivi, ukipituka unaona fulani, ukipituka unaona fulani, lakini msaada wetu unatoka. Amen. Haleluya. Amen. Biblia jirani, tazama juu. Huko ndiko msaada wetu unatoka. Msaada ambao ni wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme sijui kama alijua kile ameambia huyu mama, lakini alijua nini kama kwa milioni ile yote ikiwa afuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia sasa, hata kama ni nini mfalme, hata akishikwa na huruma, hakuna jinsi vile atasaidia huyu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na inafika hapo wapendwa, unakuta mtu ana huruma, unapatia mtu hadithi yako, unapatia mtu shida zako, unapatia mtu stress zako, anakuhurumia, lakini hana namna. Bwana ni Roho. Amen. Ujawahi pewa kistori na mtu anakuelezea shida zake. Haleluya. Lakini unasikia hauna vile unaweza kusaidia. Hivyo ndivyo huyu mama alikuwa kwa mfalme. Ndio mfalme anaelewa mtoto wake alikuliwa jana na hawana wa kukula kesho. Kwa hivyo hata wake akikuliwa bado watakufa na njaa, maana hakuna msaada. Lakini mfalme akawa na ufunguo, akaambia huyu mama, Mungu asipokusaidia nitakusaidiaje? Nataka nikuambie mpendwa, na nikuhubirie sana ya leo, nikuambie ya kwamba msaada wa kweli ambao huwezi julikana unatoka kwa Mungu peke yake. Amen. Haleluya. Amen. Wakaitu na kayande wopia utile mundu ukamenya walite woteithio, lakini nikusaidia lazima siku moja nikatereza niseme fulani alikuja kwangu bila uka na nikampatia. Nasifi baya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anakupatia stori zake, unamhurumia. Wiki hii kuna mama alikuja kwangu, anapatia histori, kamhurumia, lakini sina uwezo wa kusaidia kulingana na shida zake. Nikamwambia wacha tuamini Mungu tu atafungua njia. Bwana Yesu asifiwe. Jua kile kistori ya mwanacho unamhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hauna msaada, wewe unaweza kumsaidia kumtosheleshe. Hata kama utampatia ni dakika hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ukisoma hiyo chapter 6 kumalizie, uingie chapter 7, Mungu alileta msaada Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Na msaada ambaye Mungu alileta msaada ambaye ilisemwa na kila mtu alijua hii si ya kawaida, hii si ile tumezoea. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawakungoja mvua inyeshe, wapande, wavune. Mungu hakutekeleza njia namna hiyo, kwa sababu hiyo ndio walizoea. Na hata kama mvua ikinyesha, bado wangekufa na kukufa, maana hakuna chakula inapandwa leo na inamea leo na inakula leo. Hata mwezi mmoja haijatosha, hata pili haijatosha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alileta msaada wake na njia ya kipekee, akahakikisha Samaria kila mtu ameshiba, Samaria kila mtu amepokea msaada na njia yake. Bwana ni Mungu. Amen. Hiyo story tunaijua wapendwa. Wakati sasa ilifika mahali mfalme sasa akaona mambo inakuwa mabaya, akasema sasa
sasa hii shida lazima nabii atuambie ni nini kinaendelea. La sivyo hata yeye hatuna haja yake Israeli, tutakata kichwa yake. Na akatumaniwa Elisha, akaambiwa kama sasa mambo hayatabadilika, kichwa yake lazima iende. Wanamwambia rudia tukaleo nani waka ile mambo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Elisha alitumaniwa, Biblia inasema ya kuwa alisema hii kitu ni ya Mungu, si yangu. Mungu ndiye anajua hii njaa imetoka wapi, na hii njaa jawabu yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sasa mambo ilikuwa mabaya, Elisha alisimama akanena neno la kiunabii, akasema kesho wakati kama huu mkebe nyauka ambayo imesiagwa kabisa, mkebe utatoka sekeli mbili. Bwana Yesu asifiwe. Maimadi tunaona na goro ukira kutuyo. Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maji ya jiwa ilikuwa beka kuliko ukahii. Biblia inasema ya kwamba kuna mtu mmoja mkubwa juu lango. Biblia inasema ya kwamba aliposikia hivyo akasema hata dirisha za mbinguni zikikatwa wacha kufunguliwa. Kukatwa hakuna kitu kama hiyo inawezekana. Wengi wetu hatujapoteana na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mudo ndio kanili yogo huko na kero na ugeni kaiba huko. Sisi wote tunaweza sema ni mwenda wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanakula mafi ya jiwa na vitura. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mtu akuje ni kama jana imekuwa. Lakini ukuje mtu aseme kesho kunakuja uga hata kwa supermarket hakuna, lakini kutakuja na soko ya Kiobili itatoka 20 bob. Kuna mtiki manyo kwa Mungu bosi ndio. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio ilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Elisha aliposimama wakati sasa mfalme amemwekea na Elisha akasema hii mambo mimi siyajui, Mungu mwenyewe ndiye anajua. Elisha akasimama akasema ya kwamba hiyo ni Wafalme wa pili chapter 7 sasa ukianza moja. Kesho wakati kama huu Mungu alikuwa na 24. Bwana Yesu asifiwe. Na itakuwa bei ya chini kabisa. Huyo mlinganapo mkuu hakuamini, akasema hata dirisha za mbinguni zikikatwa hakuna kitu kama hiyo inaweza kufanyika. Lakini akanena na mtumishi wa Mungu akaambiwa utajionea, lakini hauna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unajua kuna wakati baraka zinaachiliwa lakini watu wengine hawazipokeani kwa sababu ilipotajwa hawakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mambo ya Mungu wapendwa, tunaamini yenye hatuoni, na hiyo ndio imani. Bwana ni roho shu. Wewe kio ndikuelekea na maono maria tuta. Na tutali tu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio imani. Lakini huyo mlindanako alifanya mahesabu yeye anajua. Mungu akinyesha leo tutakuwa after 3 months. Bwana Yesu asifiwe. Labda anafanya mahesabu kama hiyo. Lakini Mungu wetu akitaka kujua Mungu wake hafanyaki mambo vile tumezoea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hafanyaki mambo vile tumezoea. Anafanyaka na njia yake ili tuweze kumjua na kujua ukuu na uweza wa Mungu. Na ndiposa niliwaambia wapendwa, msaada wa Mungu unakuwa wa kipekee. Kuna mambo Mungu anafanyaga bila kusaidiwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama kitu kwa wakati ule hakuhitaji Necha imsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Necha ni mbaji wake. Hakutarajia
amsaidie, lakini alitaka kulisha mji mzima kwa uwezo wake. Hebu inasema ya kwamba kuna watu walifukuzwa kwa sababu ya ukoma na wakakaa kwa lango, wamekaa hiko hivi, walikuwa na ukoma. Na Biblia inasema ya kwamba unajua sasa kama wako kwa lango na ndani kuna njaa, kwa hivyo hata wao wamesikia njaa na wakasikia, unajua sasa wao wamejitenga, hawaelewi kule ndani kunaendaje. Bwana Yesu asifiwe. Labda mioyo yao ilikuwa inawaambia si afadhali kule ndani walikuwa mrefu. Unaenda kwa mama fulani mnasemezana, sasa unaonaje, tutafanya nini, mnakuwa story usiku unaishi. Lakini wao walikaa mahali pale, walikaa hawaelewi ndani kunaendaje, wanajua nje wamezungukwa na maadui. Na Biblia inasemaga siku moja wakakaa na wakasemezana. Napenda hiyo neno makiaranilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Makiaranilia, wakasemezana, wakaapiana, tukiingia ndani tutakufa na njaa, ukitoka maadui watatuua. Ni uamuzi gani mzuri. Nashukuru Mungu maana hawa watu waliamua kama wenye hekima. Wadhani ya roho shu maadui ya watu wa maadui walikata kauli na njia ya hekima kafaruku watoya huu ni mwendesi mwenye mera. Bwana Yesu asifiwe. Waliambiana afadhali tukufe, watuue. Kifo cha kukufa polepole ni cha uchungu sana, afadhali ile utaoga mshale uishie. Wakasemezana, ambayo ikasema ya kwamba wakaabiana, tukikaa hapa tutakufa, tukiingia ndani tutakufa na njaa. Afadhali tuende kule, wakituua watuue, wakituokoa watuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Nchi jirani kulikuwa na chakula, kwa hivyo waliambiana, wakituokoa watuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo, kwa hivyo walikuwa 50-50. Kauli waliokaa Mungu anatazama. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuambia Mungu ndio msaada wake. Lazima kuwe na kauli fulani ya Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya.